Barabara kabisa. Karibu tena kwenye kipindi cha Kiti Moto hapa ndani ya Kajiado TV. Niite Mambo Leo Kimita, na kwenye pita zetu za hapa na pale, leo safari yetu imetuleta Kajiado kaskazini, katika mtaa unaojulikana na ni maarufu sana, mtaa wa Ngong. Na hapa ambao tuko naye ni mheshimiwa ambaye yeye ndio anasimamia wadi hii. Kwa kama ingekuwa zamani tungekuwa tunamuita meya. Karibu sana mheshimiwa, karibu sana na ujitambulishe alafu tuendelee. Asante sana Bwana Kimita. Kwanza kabisa nikushukuru nyinyi kwa sababu ya hii mambo ya Kajiado TV. Nachukua fursa hii kwanza kuwapa kongole kwa sababu hii mambo ambayo tungekuwa tukitafuta kwa njia nyingi ili tuweze kuweka mambo barabara vile ambavyo inafaa. Na kwanza nishukuru niseme kwamba mimi siitwi mheshimiwa, mimi naitwa mtumishi Robert Mwele Sungura. Mimi ndio nawakilisha hii wadi ambayo ni manispaa ambayo inasimamia Kajiado kaskazini. Kwa hivyo mkiwa hapa, hii kiti moto ambayo mnasema, hii ndio kiti moto zaidi kwa sababu hii ni manispaa ya Ngong. Kwa hiyo kwanza kabisa karibuni na mjisikie mko huru kabisa. Na mpenzi mtazamaji, utaambiwa kwamba eneo hili ni eneo fulani hivi ambalo linavutia watu wengi, na sasa hivi msimu wa corona naona watu wengi sana wanatorokea maeneo haya. Hapa ni mtaa ambao uko na kama watu 160,000 hivi, kweli? Yes. Watu kama 160,000 kulingana na sensa ya mwaka wa 2019. Mheshimiwa, kwanza tuambie safari yako hadi sasa hivi, wewe kama ukakuwa kiongozi, manake lazima kuna safari ya zamani hadi safari ya sasa. Kweli, asante sana kwa sababu ya hiyo swali. Hilo ni swali tata sana, kwa sababu nikianza kuzungumzia mambo ya safari ambayo ni safari ya kisiasa, nitakuwa nimeenda mbali sana. Kwa sababu safari yangu ilianza mbali tangu siku zangu unaona sasa hivi mimi ni mzee. Mimi safari yangu ilianza kitambo, kwa sababu ilianza miaka ya 80. Ilianza tangu nikiwa shule. Mimi nilianza safari ya kisiasa wakati wa reforms, tunaongea mambo ya miaka ya 90, miaka 92. Mimi kiti chenyewe nimeanza kutafuta kiti cha ukansela tangu 1992, mwaka 1992 nilikuwa nimepigania kiti hiki. Sikufa moyo, nikaendelea vile nikakuja pia nikasimama mwaka wa 97. Naelewana vizuri. Kama Raila Odinga, safari kwanza Raila Odinga, mimi na yeye tunaweza sema tuko na safari moja, kwa sababu hata wakati huo mambo ya mabadiliko tulikuwa pamoja. Kama mnakumbuka mambo ya forces, constitutional change, tulikuwa wakati pamoja. Nikakuja wakati fulani nikakuwa mimi ndio nilikuwa national youth chairman wa chama ambacho kilikuwa kinaitwa NDP, ambacho kilikuja kikamezwa na KANU na Jogoo miaka hiyo. Isitoshe, mimi ningependa kusema kwamba kiti cha Ngong nimekitafuta kwa muda mrefu. Nimepigania zaidi ya mara kama 5 hivi 6, na mwaka ambao nilifaulu ni huo mwaka sasa ambao tunakuja sasa kupatia mkono. Na ninashukuru kwa sababu ningependa kusema kwamba iko kazi tumefanyia watu, kazi ambazo zinaonekana. Safari haijakuwa rahisi. Tumekuwa na mambo mingi, kwa sababu kama wakati huu wa corona, unajua hii mambo imekuja ikaharibu hali ya uchumi. Hata kabla tuanze kwenye issue ya corona, yes. Mpenzi mtazamaji, umesikia safari ya kiongozi, na amesema yeye ni mtumishi, sio mheshimiwa. Tutakumbuka hilo. Safari ilianza mwaka 1992, akarudi tena kwa wananchi kuomba ridhaa ya kuwatumikia mwaka 1997, na Mungu akamjalia wakati huu. Kwa hivyo ni safari kweli ambayo ni ndefu. Yes. Na jina Sungura ni jina lako ama ni jina ambalo umepewa na wananchi? Kusema kweli, asante kwa sababu hilo swala. Jina Sungura ni jina la baba yangu, kwa hivyo ni jina langu, ni jina official, hilo ni jina la familia. Kwa hivyo sisi tunaitwa familia ya Sungura, kwa hivyo hilo ni jina langu. Mtumishi Robert Mwele Sungura, hilo ni jina langu. Yes. Mtumishi Sungura. Yes. Na jambo jingine ambao watu wengi sana wangependa kuuliza, wewe ni kati ya MCAs wachache hapa Kenya ambao wao wana ile culture ya kufuga rasta. Sasa hii rasta, wewe ni Rastafarian ama ni njia tu ya kimtindo? Tuseme tu kwa mfano kama kufuga nywele inaweza kuwa pia ni rasta, kwa sababu pia unajua rasta pia sisi ni watu wenye kupenda watu. Sisi ni watu kwenye taadhima yetu kwamba sisi ni watu wenye kupenda amani, na sisi ni watu wenye kuingia na watu, lakini ilhali mimi ni Mkristo.
Mimi pia ni mzee wa kanisa la Kianglikana ACK. Mimi ni mzee wa chama ambacho kinaitwa ni Kenya Anglican Men's Association. Mimi ni mwanachama wa hiyo na kwa muda mrefu sana mimi ndio nimekuwa naibu wa mwenyekiti wa chama cha ACK Emmanuel Church ya Ngong. Kwa hivyo zaidi ya yote mimi ni Mkristo na mimi ni mwanafamilia na ninapenda amani sana. Na mimi ni mtenda kazi. Mpenzi mtazamaji, usione rasta hizi ukafikiri yeye ni mtu wa au sio? Tunachukua mapumziko, tukirudi tutaendelea kwenye safari yake ya maendeleo, kwa sababu ndio jambo ambalo ameteuliwa na wananchi kufanya. Usitoke, usiende popote. Thank you. Kajiado TV, enang'ena, hii ni yetu. Karibu tena kwenye Kajiado TV. Kiti moto ni hapa, tuko na mtumishi Sungura, mwakilishi wa wadi ya Ngong. Mtumishi Sungura, Yes. kuna mtu fulani aliandika kitu ambacho kilishika macho ya wengi mwaka mmoja uliopita, na nikasema ile siku ambayo nitapata nafasi ya kukuuliza, basi nitakuuliza pia na watazamaji wajue. Alisema ya kwamba kwa miaka mitatu kulingana na yeye hakuna maendeleo ambayo yanaonekana hapa Ngong, na sana sana kwenye ward ya Ngong. Na nikasema lazima nikuulize kwa sababu kuuliza si ujinga, ujinga ni kutouliza. Hivi wewe utakubaliana na maneno hayo ama tutamwambiaje mtu ambaye anasema maneno kama hayo? Na ukweli ni kwamba maendeleo kipimo yake ni mingi, na kawaida kwenye huu uwanda wa kisiasa watu wote siku hizi wamekubalika kuwa wanasiasa. Lakini mimi nisingependa nikajibu hilo swali kwa njia ya pengine ya utata ama ya kuleta vita ama ya kuleta nakshi. Ningependa tu ninyi wenyewe kama waandishi wa habari, ninyi mkuu kwenye Kajiado TV, mzunguke tu, mchukue nafasi ya kuzunguka, ninyi wenyewe mzunguke kwenye huu mtaa wetu, muangalie kama mtapata mabadiliko, na mzungumze pia na raia. Hiyo ndio ile kitu ya maana. Msizungumze na pengine kuna wale ambao wanajua sana. Tungependa uende kule chini kwa kina mama sokoni, kwa wale wafanyabiashara wa kawaida, kwenye watu wa kuendesha magari, wawekezaji taksi, wale watu wa taksi, watu wa boda, wale watu ambao ni wale watu ambao tunajua wao ndio wanashinda kufanya biashara yao ya chini. Muulize kama kana kweli Ngong kupata mabadiliko ama mabadiliko haijapatikana. Mabadiliko iko na shughuli ambazo tuko nazo tunazifanya na zinaonekana, na tuseme kwamba sisi hatuwezi tukasema kwamba hakuna kitu ambacho haijafanywa, kwa sababu kila mwaka tunatia bajeti ya kaunti kwenye mgao wetu ambao ni wa kaunti kwenye kufanyia wananchi maendeleo. Na kama ule mgao ungekuwa ukifanya kazi, mngekuwa mmesikia, kwa sababu hata tungekuwa tumeshtakiwa. Na zaidi ya yote, wakati huo vile mambo tuko nao, tuna siasa ambazo sasa hizi ziko na mambo ya maendeleo ambayo iko ni mambo ya uwazi. Kwa sababu siku hizi hatuchagui watu waende wakafanya mambo yao. Tunachagua watu ambao wanahakikisha, na kwa sababu najua kuna vipengee ambavyo viliingishwa kwa kisheria ambao ni vipengee vya kuhusisha wananchi kwenye mambo ya maendeleo. Kuna mambo ambayo ni ya public participation. Ukija mambo ya public participation, raia mwenyewe, mwananchi wa kawaida ndiye anasema kitu fulani ifanywe wapi. Na kwa mfano kama sasa hii mambo ambayo yamefanywa hapa Ngong, kuna mambo ya vijibarabara, kuna mambo ya mataa ambayo ni mataa ya mjini. Ukienda kama Gishagi ni sehemu iko hapa juu ambayo tunaita Uplands. Ukienda huko utakuta mataa ambayo imewekwa, kuna maji ambayo imewekwa na ambayo imewekwa wakati wetu. Kuna kabro, kuna barabara ya kabro ya mara ya kwanza. Barabara ya kabro iko upande ya Uplands, upande Shagi hapa juu tu. Barabara ya kuingia huko ndani ya kwenda wapi? Ya kwenda huko. Ukienda kama ni upande ya kijiji ambacho tunaita ni kijiji cha Umoja ama kijiji cha Mathare, utaona zile vijibarabara ziko huko tumeanza kutengeneza. Pia kuna maji ambayo tunaleta huko, na pia kuna mifereji ya kubeba maji taka kutoka kule. Ukuja pia pande hii pia utakuta kama kwamba ukienda kama hiyo pande ya Uplands, mambo ambayo zamani huko wako, kuna yale mapipa ya kuweka takataka tumeweka huko. Ukienda sokoni yako na kule kwingine, na hii ni mambo ambayo kusema kweli zamani hayakuwa. Na pengine mtumishi Sungura, nikuulize tu na nikukate. Kando na hayo mambo yote ambayo umeweza kufanya, je
ni mambo yepi ambayo umefanya kwenye ishu kubwa ya takataka? Kwa sababu mpenzi mtazamaji, itakumbuka kwamba katika mji wa Ngong pale kwenye shimo la taka pale ndipo penye changamoto kubwa zaidi, hasa kwa wananchi wa eneo hili, na mara nyingi viongozi wameonekana kuja kufanya shughuli, lakini bado kuna takataka pale. So sijui ni hatua gani ambazo umechukua kwa kuhakikisha kwamba you have a sustainable problem for the dump site in Ngong? Hiyo ni kitu ambacho ningependa kwanza kusema kwamba ile jambo kero la taka ambalo hata mahali tumesimama sasa hivi ukiangalia mtaweza kuona sio mambo ya kuelezwa. Kero la taka limekuwa nasi kwa muda mrefu, na ni jambo ambalo limetufanya pia sisi wenyewe, kama nimekuambia mara ya kwanza, mimi ni mzaliwa na mimi ni mkazi wa eneo hili la Ngong, na mimi ni mwekezaji, mimi ni mfanya biashara. Hili ni jambo ambalo limetusumbua na lilianza tu kimchezo, na sasa ukakuwa ni mlima. Kwa kuwa ni mlima mkubwa sana ambao umekuwa kama wakati mwingine watoto wetu wamekuwa wakiumia na watu wazima wamekuwa wakiumia kwa sababu ya magonjwa ambayo inahusiana na mambo ya koo na kuteremka chini, respiratory diseases. Lakini saa hii hata Mheshimiwa Gavana wa Kajiado alikuwa hapa wiki iliyopita kuja kuangalia na kuja kutathmini yale maendeleo ambayo sasa hii yanahusika pale, kwa sababu tulikuwa pia tukuwe na donors ambao kuja kutusaidia pale, na ikakuwa ni shida kwa sababu walikuja wakajiondoa dakika ya mwisho. Tukasema pesa ya account ndio tutaweka pale, na sasa hivi tukienda pale tunafurahia kwa sababu mabadiliko ambayo iko pale utaweza kujionea wewe mwenyewe. Ningependa pale muende bila kutia, bila kusema ati mimi ndio nimewasukuma manini, muende muone. Tulichimba shimo, tukachimba mashimo, tukatoa mawe, tukatoa maram, na ile takataka tukaanza kuiweka kwenye ile shimo kama vile imefanywa sehemu ambayo inaitwa Kibarani upande wa Mombasa. Na vile ambavyo tunafanya ile takataka tunaisukuma iende isindiliwe. Hata sasa iko ule contractor yuko pale, tuweze kusindilia ile takataka yote kwa sababu hatuwezi kuiona, tuna mahali ya kupeleka. Tukishasindilia tutaweka juu karatasi ambayo ni karatasi ambayo kwanza kabisa ndio iliwekwa chini polythene paper kwa sababu ya kusaidia maji ya watu isiharibike, na tuweze kufunga juu. Tukishafunga juu tuweke maram, tuweke mawe, alafu tena tuweke karatasi nyingine, na alafu tuweke hii mchanga nyekundu, na alafu tutoboe mashimo ambayo ni ya kutoa gesi kwa sababu ile ni takataka ambayo bado inajichoma upande yake. Tuweke kama vile maji huwa inachimbwa, tuweke kabisa mifereji ambayo ni ya kutoa ile gesi. Na tukishamaliza hivyo pale juu tutaweka mchanga nyekundu na tuweze kupanda miti ama tuweze kuweka vegetation ambayo itakuwa ni park hapa Ngong. Na ni jambo ambalo tunalifanya, na jambo ambalo hata sasa ukiangalia huo mlima kabisa huko chini. Lakini ile shida tuko nayo ni kwamba tuko na mazungumzo, na ni mazungumzo hata sasa bado tuko nayo, kwa sababu ile shida tuko nayo kubwa sana ni kutafuta mahali ambapo taka itakuwa ikienda baada ya decommission hii. Lakini hilo ni jambo ambalo tunalizungumzia kwa sababu tuko na mashimo kadhaa ambayo tunatafuta, lakini zaidi ya yote tunataka kutafuta hata kama tunaweza pata njia mpya ambayo ni njia kama vile inatumika mahali pengine tumetembea nje, tumeona kama upande ya Italy, upande ya Sweden, tumeenda mpaka upande ya Rwanda. Iko njia ambayo inaitwa njia ya incinerator. Ile ni kiwanja kidogo kanatumika kuchoma takataka. Na vile vile mkienda ile soko yetu ya Jerusalem ambayo ndipo mahali tulipeleka watu relocation site, kuna watu ambao tumewaleta ambao wanafanya yao, wana njia ambayo ni ya takataka. Hakuna takataka ambayo inatoka pale sokoni inapelekwa kwenye jaa. Ile takataka yote inatoka pale sokoni inafanywa sorting, tunaita ni sorting. Kwa hivyo hata hiyo ndio ile shamba yetu ya pale veterinary tulikuwa tunapeleka factory ya sorting, sio kwenda kutupa takataka, ni kusort from source. Na kusort from source ni kuweka takataka ambayo ni takataka ngumu inawekwa kando, ni takataka ya plastiki inawekwa kando, takataka ya machupa inawekwa kando, takataka ya vitu ambavyo zinaweza kukulika ama zile ambazo ni degradable pia zinawekwa kando, na takataka hizo sasa zinakuja zinachaguliwa, zinaweza kufanywa kama kuwa manyua ile ya turudi tupeleke mashamba. Makaratasi inachukuliwa inaenda inatengeneza makaratasi, hiyo ni kitu ambayo inajua plastiki inaanza inatengenezwa tena na machupa inakuwa sasa. Hiyo ndio ile kitu tunataka kufunza watu wao wakitumia hizo steps. Kwa hivyo na ukienda mara nyingi takataka itakuwa ni mali. Tukiweza kutengeneza mali mzuri, takataka tutakuwa tukiletea takataka ili tuweze kufanya wananchi wetu waweze kufanya iwe ni biashara. Asante. Na mpenzi mtazamaji, ukimsikiliza mtumishi Sungura akona he has a super plan for the dump site menace in Ngong. Na ni maswali mengi sana ambayo watu wamekuwa kiuliza, kwa sababu watu wengi na watazamaji wamekuwa kiuliza, je, kwa sababu mlima huu wa taka unavurugwa,
basi ni wapi pengine patakuwa panawekwa zile taka ambazo zitakuwa zinatengenezwa kwa muda ambao unakuja. Na kama alivyosema mtumishi Sungura, they have a super plan for that. Usitoke, usiondoke, usiende popote. Hapa ni katika Kiti Moto, Kajiado TV. Kajiado TV, enang'ena, hii ni yetu. Jambo lingine ambalo pengine lazima tujiulize, na watu wengi sana kwenye mitandao ya kijamii waliuliza, ili kuweka tu mambo wazi, kwa sababu kwenye Kiti Moto lazima kila kitu kiwe wazi. Juzi alipokuja hapa makamu wa rais Mheshimiwa William Ruto, kulikuwa na madai ya kwamba kulikuwa na ubadhirifu wa ile hela ambayo aliacha, ikikumbuka ilikuwa kama shilingi milioni 3. Na labda ni swali tu ningekuuliza, ndio kuweka tu mambo sawa, je, ni kweli kulikuwa na ubadhirifu ama zilikuwa tu ni tetesi? Hizo ni tetesi, kwa sababu kwanza, kitu ya kwanza, ile kitu ya maana ya kusema ni kwamba mwenye kulete Mheshimiwa makamu rais hapa ni sisi ndio mwenye kumlete, sisi ndio yenye kumlete hapa ili aweze kuja kuempower kina mama. Na kusema kweli, unajua ikija ni mambo ya fedha, lazima ni kweli swala tata. Lakini sisi tulitumia hekima, kwa sababu unajua pale wakati kunasemekana, hata sasa hivi nikija nikupatie fedha, nikupatie milioni 3, nikwambie nimekupatia milioni 3 uende ukagawanyia watu, hakuna watu watasema aligawanyia watu fedha hii. Watu watakuwa wakisema Kimita alipatiwa milioni 3. Kweli hiyo ndio ile kitu inakuaga. Sisi vile hapa tulifanya, hii fedha ilikuwa ya vikundi vya kina mama. Na vikundi vya kina mama, kuna timu ambayo ilitumwa kutoka headquarter sasa kwa kwa makamu wa rais, ili wakuje wakae chini. Na tulikuwa tupatiane vikundi 5 wale ambao walikuwa wapatiwe ile fedha, lakini tuko na vikundi mingi zaidi. Kama sisi hapa Ngong peke yake tulikuwa na vikundi 100 na unajua sasa vikundi 100 na jinsi ya kuchagua ndio ilikuwa njia ya utata. Kwa hivyo tulichagua, walikaa chini wakachagua vikundi ambavyo viko na kina mama haswa, na wale ambao wanajaribu kujimudu, na pia ikachungua pia wanafanya kazi gani. Kwa hivyo sisi hapa upande ya Ngong tukakuja tukakaa, wakakuja waka narrow in on 42 groups. Na zile 42 groups zilipokaa chini, wote walienda nyumbani na shilingi 15,000. Tunaona na kule kwingine, hata sehemu ya Ololwa itakuwa ni hivyo, kwa sababu hii fedha ambayo ilitoka hapa, ambayo ni milioni 3, iligawanywa kwa wadi zote 5. Hii fedha haikuwa ya Ngong. Hiyo ndio kitu unajua, watu wengi wanafikiria ni fedha ya Ngong. Hii fedha ilikuwa ni ya Kajiado Kaskazini kama constituency. Na sasa lazima ingegawanywa. Nadhani kama sitakosea, kila ward ilienda na kitu, naona kama sitakosea ilikuwa ni ilikuwa ni shilingi 620,000. Hiyo ndio iligawanywa. Sasa ukihesabu hiyo utaona kwamba hii 620 ukigawanya kwa hii yetu ni 15,000 kwa kila kundi. Na iligawanywa hivyo, sisi hatujahusika. Ile fedha haikuwa ya wabunge, haikuwa fedha ya MCA, ilikuwa ni fedha ya kina mama. Na hata sisi wenyewe tulichangia. Kama unakumbuka wakati tulikuwa pale kiwanjani, sisi wenyewe tulichangia wale kina mama ili waweze kujimudu. Bila shaka. Kwa hivyo hakuna ubadhirifu wa fedha. Na zaidi ya hayo, sisi tunapenda makamu wa rais, kwa sababu hata mbele ya hiyo tulikuwa tumeenda pia vijana wa bodaboda, na wao pia wakaweza kujimudu. Na iko ingine kubwa ambao tunapanga itakuwa pia ni ya kusaidia vijana. Kwa hivyo vijana wasione kama wameachwa nje, bado chuma yao iko jikoni, na mambo yao itakuja kutembelewa. Hivyo ndio hela ya Mheshimiwa Naibu Rais iligawanywa. Umesikia kwenye horse's mouth. Ni hapa ndani ya Kiti Moto, usitoke. Kajiado TV, enang'ena, hii ni yetu. Karibu tena kwenye Kiti Moto hapa ndani ya Kajiado TV. Tuko naye mtumishi Sungura, mwakilishi wa ward ya Ngong, akijibu maswali mengi kuhusiana na taka, kuhusiana na siasa za hapa na pale, na tunarudi tena. Karibu tena mtumishi. Na kuna jambo ambalo mara nyingi sana watu wameuliza, kwa nini uwanja wa Ngong ukuta wake ulianguka? Asante sana kwa sababu hilo swala. Hilo ni swala ambalo ni swala tata, lakini ni swala ambalo linajibiwa. Na kama vile ambavyo nimekueleza pale mbele kwamba hata Mheshimiwa Gavana mwenyewe alikuwa hapa wiki iliyopita, na ukuta wa uwanja ulianguka kwa sababu hauko umejengwa na njia ambayo inafaa.
Hilo ni jambo ambalo kwanza tungependa kusema bila kuongea, without any contradiction. Na wakati contractor alikuja akakuta kwamba haikuwa imejengwa na njia ambayo inafaa, lazima hiyo ukuta ungeanguka. Na unajua kosa sio kosa tu, kosa ni kurudia kosa. Na wakati contractor aliona mahali makosa iko, kwa sababu kitambo uende ujenge mahali lazima ujue, utathmini, ujue kwamba ule mchanga wa pale ni mgani, pale panataka ujuzi gani kujenga. Hiyo ndio ile swali ilikuwa imejenga, walikuwa wamejenga juu. Kwa hivyo huo ukuta lazima ungeamka, na kwa sababu maji ambayo yanatoka mlimani ambao yanaelekea hapa ni mingi sana. Kwa hivyo ule ukuta ulikuwa na problem zake pale chini. Na sasa hata sasa ukienda pale ile njia sasa wameenda nayo ni njia ambayo inafaa, kwa sababu wameweka column kuanzia chini na wameweka paka gabions za kushikilia, na pia kuna mtaro ya kupeleka maji kutoka mlimani ambayo inapita pale ndani. Kwa hivyo ukuta ulikuwa kabisa. Yes. Na kweli umesema kurudia kosa ndio. Yes. Na lakini pia kuna swali ambalo watu wengi wamekuwa wakiuliza. Yes. Manake mradi huu wa uwanja umekuwa ukizungumziwa tangu serikali ya aliyekuwa gavana Ngedienye. Yes. Hadi leo, na ukitembea katika uwanja ule kuna makovu, kuna miradi ambayo haendelei. Watu wengi wamesema ni white elephant. Sijui kama kuna jambo ambalo ungezajibu kulipa. Nisingelipenda kuingilia hiyo sana, kwa sababu kwanza kabisa ni vizuri kujua kwamba hizi ni zile tunaita flagship projects za governor. Hii ni flagship ya governor. Kwa hivyo ule mtu anaweza jibu vizuri mambo ya uwanja, hata ingawa tunatafuta suluhisho. Tunatafuta suluhu kwa sababu suluhu ni yetu. Hii ni flagship ya governor. Na kama sasa ukiangalia sasa kuna vile ambavyo wanafanya, kama kwa mfano kama sasa ukienda pale kulitolewa nyasi na kukaja kukasinduliwa vizuri, wakasema ninaelezwa kwamba ile kitu inaletwa hapa ni kitu ambayo inaitwa AstroTurf. Ni mkeka ambao ni wa kuchezea, na huo ndio unatayarishwa kuletwa. Hata sasa tunapozungumza contractor hiyo kiwanjani ili kuweza kuhakikisha kwamba hiyo kitu itafanyika, na wamepatiwa deadlines na mheshimiwa gavana ili kazi iweze kufanyika. Kwa hivyo mimi nagojea, na bado nagojea pia kama wananchi wa Ngong vile ambavyo wanagojea na wana support vile wanagojea, tuone ile mambo itafanyika. Kwa hivyo hata mimi I'm very positive and I'm very upbeat, ili jambo ambalo litafanyika, kwa sababu tumeona paka map, tumeona kila kitu, na tumeona vile sasa wanajaribu kukimbia kwa haraka kufanya hiyo kazi. Okay. Yes. Kulingana na mtumishi Sungura, uwanja huu wa Ngong it's a flagship program ya gavana, na kama alivyosema tu he is very positive about it. Wacha tusubiri tuone, kwa sababu subira huvuta heri. Yes. Sasa kwa wiki chache ambazo zimepita, eneo la Ngong na maeneo ambayo yanapaka na hapa kama Ololwa na maeneo mengine kumekuwa na visa vya kukosa usalama. Sijui kama ni jambo ambalo liko chini ya uwezo wako, au ni jambo ambalo umeweka mikakati yoyote, kwa sababu I understand security iko chini ya national government, lakini wewe kama mwakilishi wadi, hawa watu ni wako, na mambo mengi ambayo yanapitia kuhusiana na usalama yanakuhusu wewe kwa njia moja au nyingine. Je, kuna kitu ambacho ungeweza sema kuhusiana na usalama wa maeneo haya? Kwanza kabisa ningependa kusema kwamba sisi, na ukweli uliopo ni kwamba sisi hatuna ile pengine tunaweza kuita runaway crime, kwa sababu hatuna shida kubwa sana hapa ya usalama, kwa sababu hata yale mambo yametokea ni mambo ambayo pengine ukichunguza, sipendi kuna ile kuitaka kupreempt, sitaki kupreempt ni nini kinafanyika, lakini ukiangalia utaona kwamba hayo ni mambo ambayo hata kulingana na uchunguzi ambao unafanywa pengine sahihi na vitengo vya kiusalama, utaona ni mambo ambayo haijatoka na hapa, kwa sababu kama ingetoka na hapa ungesikia ni Ngong mahali fulani imeshambuliwa na wakora mahali fulani. Lakini hii mambo inaonekana ni mambo ambayo ni watu pengine sipendi kusema hivi, lakini pengine ni watu ambao wametoka na mambo zao mahali pengine kwa kufanya kazi, tunaelewana vizuri, ama pengine kwa kukosana pengine kibiashara. Siwezi nikapenda kusema, kwa sababu haya yote mawili yametokea sehemu ya Ololua. Yote imetokea, moja hiyo ya mwandishi wa habari ilikuwa ni sehemu ya Ololua, hiyo nyingine ilikuwa ni ule mfanyikazi wa kitengo cha ardhi, naye pia alikuwa ametumwa, alikuwa ni kama mtu ambaye aliuliwa mahali pengine akakuja akatupa upande ya Kirarapo. Na ile pengine inafanya Ngong ionekane pengine kama kuna utovu wa kisalama. Sio utovu, ile kitu ambayo tuko nayo ni kwamba sisi Ngong ni sehemu iko na njia nyingi za kuingilia. It is very porous. Kuna njia nyingi za kuingilia, kuna misitu, kuna nini. Kwa hivyo mara nyingi watu wanaona kama hii ndio sehemu kidogo, na vile Ngong ni cosmopolitan. Kwa hivyo ningependa kusema kwamba mimi nina imani
na vitengo vyetu vya kiusalama na wamekuwa wakifanya kazi ambayo inafaa, kwa sababu sisi hapa kwetu kama mjini hapa Ngong mjini, ukienda Ololua, ukienda Kiserian, ukienda Rongai, sisi hatuna shida kubwa sana na mambo ya usalama. Ni ile tu vile vitu vya kawaida kama kule kwingine. Kwa hivyo mimi sisemi kama kuna utovu wa mambo ambayo yanahusiana na usalama. Tuko sawa sawa. Anasema tuko sawa sawa, tusikuwe na wasiwasi, tusikuwe na uoga, na pia watu wasilete utata, kwa sababu sasa unajua mara nyingi sasa ikiwa watu wakisema pengine kuna utovu wa kiusalama, watu hata wanaogopa hata kufanya biashara. Hatuna sehemu hapa ukija isipokuwa vile sasa tuko na mambo ya lockdown na mambo ya kafyu. Hapa watu wanafanya biashara vizuri mpaka usiku wa manane bila kuwa na tashwishi. Na tunashukuru hata mbunge hata na vitengo tumehusiana vizuri, kumewekwa mataa yanamulika kila mahali, hata biashara inaendelea na njia ambayo inafaa. Biashara ya matatu imenoga hapa, biashara ya uzaji imenoga, soko yetu pale imenoga. Mnaona tumewekewa soko ambayo ni ya kifahari ambayo ndio kubwa kabisa Afrika Mashariki na Kati. Kwa hivyo sisi hapa tunajua Ngong kwamba Ngong ni kufunguka inafunguka. Kwa hivyo hapo kwa soko Mheshimiwa Sungura, wakati fulani hivi nyuma kulitokea habari kwenye mitandao ya kijamii ya kwamba kuna walaghai ambao walikuwa wanakuja na kusema kwamba tunapeana nafasi ile kwa zile stalls. Wanasema sasa tuwapatie pesa kidogo mpate stall, tuwapatie pesa kidogo mpate stall, na pengine labda kuna akina mama very genuine business women ambao ni wadogo ambao wangependa kupata stall. Sijui kuliendaje, na pengine labda ungeambia mtazamaji ugawanyaji wa zile stall ulifikia wapi? Mpenzi mtazamaji, ni kwamba mimi ile kitu ningependa kusema kwamba sisi kipaumbele ni wale watu wako sokoni, wale ambao tuko nao, wale tayari sasa tuko nao kwenye relocation site ile yetu ya pale inaitwa Jerusalem, soko ya Jerusalem. Na wao tushatathmini, tunajua ni wangapi, data yao tuko nao, na wao soko ndio kwanza tunapatia kipaumbele. Na kama hiyo mambo ya ulaghai na nini, Ngong ni jamii kama zile jamii zingine. Na unajua watu bisema kwamba kila mahali dunia yote ukienda watu wanajua kujitafutia, na kuna ukora, na hiyo ukora lazima iendelee. Sio ni kitu ambao sio jambo lisilo la kawaida. Wanasema kuna mji ambao unakosa kicha, hata uenda wapi. Hii ni mambo ambayo iko na ningependa kuhakikishia wananchi kwamba soko ya Ngong itagawanywa na njia ambayo ni njia ambayo inaonekana, na njia ambayo ni safi, na njia ambayo itakuwa ya kuridhisha kabisa. Na sisi tunajua hata juzi mmeona kulikuwa na utata kwenye soko zingine ambazo zinajengwa. Sisi hapa tunakishakana kwamba hatutakuwa na huo utata, lakini wale wafanyabiashara halali ambao tuko nao pale soko, hii soko ni yao na lazima kwanza waingie, kwa sababu hii soko ilijengwa juu yao. Lazima kwanza wao kwanza wapatiwe kipaumbele, ndio sasa tujue na nyingine vile tutafanya. Na soko inafunguliwa lini? Naona kama imeisha kwa sababu ya mambo ya COVID na sababu ya ile nyingine. Na tuseme kwamba hata juzi tulikuwa hapa, hata wakati gavana alikuwa huku, soko haijaisha kabisa. Hata sasa hivi mkapita hapo, kuna sehemu kadhaa pengine kuna mahali kulikuwa na leakage za maji, kuna floor ambayo haiko imetengenezwa njia ambayo inafaa, kuna sehemu ambazo hazikuwa zimeisha na njia ambayo inafaa, na ule mwenye kandarasi akapatiwa muda kidogo ili aweze kuhakikisha kwamba hizo vitu zote zimeweza kuafikiwa, ndio tupatiwe soko kama kaunti. Bila shaka soko itafunguliwa muda sio mrefu, tusikuwe na wasiwasi. Yes. Lakini nataka niulize swali ambalo it's a very controversial question. Yes. Ambayo ni gavana wa sasa Mheshimiwa Joseph Ole Lenku alipata kura nyingi zaidi kwenye maeneo ambayo ni cosmopolitan. Kweli uongo? Kweli. Na ni maeneo kama Ngong, maeneo kama Kiserian, maeneo kama Loitoktok mjini, na unaweza sema ni kwa nini? Kwa nini alipata? Mbona ako vote basket yake kubwa ipo katika maeneo ambayo ni cosmopolitan? Ni kwa sababu ya sera zake pengine. Najua hiyo ni sera yake, alikuja akauzia watu sera yake, akauzia watu manifesto yake na wakaikubali. Unajua mwenye kupiga kura ni vile yeye ambavyo vile yeye mwenyewe unamzungumzia. Kwa hivyo ile kitu ya maana. Sasa ile swali kubwa ni kwamba sasa kwamba aliweza kuambia sasa ile kitu iko kwa manifesto yake na sera zake ndio zilifanya kaanza kujiuza. Nataka niulize swali lingine. Mahusiano yako na gavana wa sasa Joseph Ole Lenku, mahusiano yenu, how is your relationship? How do you relate? We relate well because mimi ile kitu iko nayo, kila mtu anacheza kwake. Mimi ni mtumishi, mimi nawakilisha wadi ya Ngong. Na ni gavana, yeye anawakilisha kaunti ya Kajiado. Si kila mtu anacheza kwake. Uhusiano wetu ni uhusiano wa kikazi. Je,
mnakubaliana kisiasa, kiitikadi, like do your political ideas ama ideologies match? You know, our ideologies must not match, sio lazima zipelekane. Lakini ile kitu iko na maana hapa ni kwamba tunatendea wananchi waliotuchagua kazi. Hiyo ndio ile kitu iko na maana. Unajua ile kitu iko kwenye uwanja wa kisiasa. Kwenye uwanja wa kisiasa sio lazima mkubaliane na mtu. Na ile kitu tunasemaga kwenye sisi wanasiasa, we must agree to disagree. Na kama tuna agree to disagree, pale katikati tunakutana, kwa sababu sisi tunatumwa na wananchi kwenye county. Na tukitumwa na wananchi, sisi tunawakilisha maoni ya wananchi. Na saa pengine ndio watu wasema pengine hamuelewani ama mfanya nini. Lakini mimi uhusiano wangu mimi na governor, sisi tuna uhusiano wa kikazi. Na hiyo ndio ile kitu ya maana. Basi. Yes. Swali karibu tunamalizia, mpenzi mtazamaji, ndio maana tuna kitu kinaanza kuwa moto kidogo. Nataka niulize swali, maana mara nyingi umeonekana na naibu wa rais Deputy President William Ruto. Na tunajua ya kwamba gavana wa eneo la Kajiado mara nyingi kidogo hawajaonekana na William Ruto, manake inafikiriwa kwamba yeye yupo kwenye One Kenya Alliance. Je, ni mrengo ambao wewe utautumia kwenye uchaguzi ujao ama upo tu kupima balance? Mimi ningependa kusema kwamba mimi sipimi. Mimi sipimi. Mimi uhusiano wetu na mheshimiwa naibu wa rais ni wa karibu sana. Na ile kitu tunafanya uhusiano wetu na naibu rais ukue wa karibu ni kwa sababu kwamba mimi ninakubaliana na mwelekeo wake. Ninakubaliana na azma yake. Ninakubaliana pia na mambo ambayo anaitakia Kenya. Kwa hivyo mimi niko pale na tuko na mheshimiwa makamu wa rais. Na mimi sera zake ninazishika na tunaelewana, hii safari tunatembea pamoja. Lakini bado ni mapema sana kusema kwamba tutaenda na upande gani, kwa sababu bado unajua sisi bado tuko kwenye serikali. Na tuko kwenye serikali mpaka filimbi ya mwisho, hawa wananchi ndio wataamua. Na wananchi ndio watatuambia nyinyi elekeeni pande hii, kwa sababu mwisho wa siku wao ndio wataamua tuko pande gani. Na tunarudi kwa raia ndio wapate kutupatia mwelekeo ambao tunastahili kuchukua. Ametumia hekima kubwa sana kujibu hilo swali, kwa sababu unajua ni mwanasiasa na wanasiasa lazima wapime maneno. Mimi nikiongeza nitakuwa na haribu. Ni katika kipindi cha Kiti Moto hapa ndani ya Kajiado TV. Tuzungumzie moja kwa moja kwenye mitandao yetu yote ya kijamii. Kwenye mtandao wa Facebook tupate kama Kajiado TV, na tazama kipindi hiki kila mara kinapotokea kwenye mtandao wetu wa YouTube kupitia Kajiado TV. Bonyeza subscribe pale chini ili tuendelee na mjadala huu. Naitwa Mambo Leo Kimita, hadi wakati mwingine. Mungu aibariki Kajiado. Kajiado TV, enang'ena, hii ni yetu. Kajiado TV, enang'ena.